Na sambamba kabisa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa chaneli yetu ya Amani TV Media, natumai kwamba utakuwa salama usalimini, na nasema karibu mara tena kwenye habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Mpendwa msikilizaji, kama kawaida tumekuarifu ya kwamba tuko hapa kukujuza habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote na ujiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, hususan uko kwenye uwanja wa vita ambako mambo hubadilika kila saa na kila sekunde. Na hizi ni za moja kwa moja kutoka kwenye ngome za wazalendo, kutoka kwenye uwanja wa vita. Na hivyo ili wa kwanza kunapata habari zetu zenye kuaminika, zenye kutoka kwa vyanzo vyenye kuaminika, na kualika tu kufanya kitu kimoja, ni kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi, ili wote wapate kuzifahamu. Na mchana wa leo mpendwa msikilizaji, utakujuza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga, ambako wazalendo wanatangaza harakati za operesheni za kukomboa mji wa Mikenge pamoja na mji wa Minembwe ambao unakaliwa na wahasi wa M23. Kwa hivyo kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, kama kawaida, karibu mara tena, na moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa nchi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tarafani Mwenga, ndani ya sekta ya Itombwe, ambako kamanda wa kizalendo DMRC ambaye anapatikana kwenye mstari wa mbele uko kwenye milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga, anatangaza kushambulia mji wa Mikenge na kurejesha mikononi mwa wazalendo. Akizungumza nasi Jumamosi hii ya tarehe 25 Oktoba, kamanda huyo amewaomba raia kujiondoa maeneo hayo kabla ya operesheni za kivita kuanza rasmi siku za hivi karibuni. Kamanda DMRC kwenye microphone, huyu hapa, msikilize. Mimi ni komanda DMRC kama vile ambayo mnajua. Napenda kusema kama mimi ni mzalendo halisi, si akula pesa ni za gouvernement ni za M23, ila niko hapa kwa kutetelea nchi yetu ya Kongo. Na kama niko hapa kwa kutetelea nchi ya Kongo, mapozisio zangu tayari naisha zisema, kama vile ambayo bwana nani mwenyiko charge na societe civile ya Minembwe. Napenda kusema hivi ndugu yangu, tangu leo raia yote ambayo yiko Mikenge, raia ambayo inaitwa raia, itoke. Na kama sema hata anatia nani position zake mubaraia, anapenda kuangamiza raia, mimi nitaingia ndani. Yoyote mwenye nitakuta Mikenge, najua kama ni adui. Na wakati ambao napigana, sipendi marezo sosio iseme kama mimi nafanya genocide au nafanya nini. Nasema kama raia yenye iko tayari Mikenge itoke, ikuye hapa Kipupu kwa niko, nitawakaribisha. Sina na probleme na raia. Niko na probleme na yule ambayo alijiproklame kuwa anakamata Mikenge pasipo lisasi, ambayo anaitwa M23. Aikamata Minembwe, akakamata na Mikenge. Kutoka wapi? Kutoka Rwanda. Bakaingia bamoa, wakatoka Uganda, baingia wakatoka Rwanda, wakachanga na wengine, bakashika safari, bakakuya bakaingia Mitamba, kutoka Mitamba Kamombo, Mikarati, Mikenge, Minembwe. Na kwa hiyo sina ingine ambayo napenda kusema. Tafadhali, niko tayari kwa kukaribisha raia, lakini adui ni yule ambayo anarasione. Si kama mimi natia position yangu hapa Mikarati, na tayari wanaanza kwepa, na pale kwenye watakwepa, mimi ni mtoto wa ndani, mimi ni mtoto wa inchi. Nitajua popote ambapo wapo wanapita, nitawakamata. Na wakati ambao nitawakamata, chenye napenda kusema, sipendi aseme mnajigeuza kuwa waraia
Oro muko watu ambao wanakamata chakula kwenda kupatia Batwigwaneo na Rede Tabara na Zamba Mbema. Sie tunajua ile. Kwa hiyo nasema tafadhali sana, raia yote mwenyiko Mikenge, mwenyiko Minembwe atoke aingie kwenye kuku huru juu nipambane askari kwa askari. Ndiyo, kamanda, labda unasema ya kwamba hivi siku za hivi karibuni utaenda kushambulia Mikenge na unaomba raia wa Mikenge wapate kuondoka maeneo hayo. Ukiangalia siku za nyuma kulikuwa kunaripotiwa makabiliano makali kati ya wazalendo na waasi wa Twirwaneho maeneo ya Mikenge, lakini haikufanikisha. Nilikuwa ni muungano wa wazalendo wote hawakufanikisha kuondoa waasi hao maeneo ya Mikenge. Labda wewe unajipanga namna gani kwa kuhakikisha kwamba unaenda kuwaondoa waasi wa Ngumino Twirwaneho wakishirikiana na Red Tabara pamoja na M23 maeneo ya Mikenge, kamanda? Ndio, naweza sema kama ile muungano ambayo tulikuwa nayo haikukuwa inatia maposition, haikukuwa inatia position avance hivi. Tayari mimi najipanga, nazunguka Mikenge yote, najua kama mimi nitakamata Mikenge kwa siku za usoni. Wajipange tu, watoke mahali ambapo wajipange mzuri, lakini batoshe raia juu nitapambana na njua kama nahakikisha kwamba hakuna kitu ambacho kitanizuia pale Mikenge. Hakuna. Mimi nitaingia pale na nitaikala pale. Juu mimi najipanga, najua kama gisi ambao ninajipanga nitafaulu kwa kese swa kwa nitafaulu kukamata Mikenge. Wao walikamata Mikenge pasipo lisasi, lakini mimi nitakamata pale kwa lisasi la nguvu zangu mimi peke. Nitafika pale pamoja na watu ambao niko nao. Najua najaminia nitafanya kazi. Merci beaucoup. Kamanda, raia wanakuwa wanasema ya kwamba wazalendo mnakuwa mnaongea sana kuliko kutekeleza kile ambacho mnakizungumza. Labda wewe unaweza kuambia raia kitu gani kuhusiana na maneno ambayo unayasema kukomboa mji wa Mikenge ambao unadhibitiwa na waasi wa Ngumino Twirwaneho wakishirikiana na Red Tabara pamoja na M23? Labda na uhakikishia raia kitu gani? Napenda kuambia raia ya kwamba watulie, raia zetu zote watulie, kwani kuna wazalendo na watu ambayo wanajiita wazalendo ile waliisha kula pesa, kama vile maeneo za Bukavu, kama vile maeneo za kadhalika, lakini kuna ambayo hawaja kula. Tutakomboa nchi yetu kwa amani, hakuna shida yoyote ambayo itakuwa, kwani tulianza kupigana, tuko watu watatu, tuko hapa Kipupu, tukawashinda, tulifanya kazi kama vile kawaida, na kwa sasa tunaona kama nguvu zinaongezeka. Tutafanya iwezekanavyo tukamate pale, wawe batulie, raia iwe na amani, watulie kama tuko mbele yao, hakuna shida yoyote ambayo itakaofanyika tena na Batwirwaneho kama biko tayari bajiripoti, kama wanajiita ni wakongomani kama wengine. Karibu sana, tufanye kazi pamoja. Na yule ambayo anasema kwa atapartaji inchi, sijue kama bitawezekana, paske kazi ambayo tuko nayo kwa sasa haiko ya mzaa, ya raia yoyote, na sina ubaguzi yoyote, akiwa raia wanane wangambo gani, akijiita iko raia, tayari wafike ili tuishi pamoja kwa umoja, kama vile mbele. Lakini kusema aseme partage inchi au bakamati inchi bapatie Rwanda wafanye mampire d'autres, nasema raia tuko tayari kwa kuwachunga na tutabachunga kama vile kawaida, kama vile mbele, na tutaendelea kuwachunga. Na wazalendo ambao wanaisha kula pesa watageuka juu inchi ni ya wakongomani, sio inchi ya Rwanda wala ya Uganda na kadhalika. Ndiyo, kamanda, labda una ujumbe gani kwa makundi mengine ya wazalendo ambao yanakalia barabarani kusumbua raia kuliko kujielekeza moja kwa moja kwenye uwanja wa vita?
Labda una ujumbe gani? Kwa sababu jana kumeripotiwa makabiliano makali kati ya kundi mbili za kizalendo huko Misisi. Labda unawatolea ujumbe gani kuhusiana na hali ambayo inaendelea kwa sasa ya wazalendo kwa wazalendo kupigana na kushindwa kwenda kujielekeza kwenye uwanja wa vita? Ujumbe ambao napatia wazalendo ambao wanaikala barabara ambayo hawapendi kuingia kwenye flow za vita. Wale sio wazalendo, ni watu ambayo walichukua masiraha, hawajue umuhimu shabaha. Na wakati ambao mtu akikosa kujua ushabaha ni kwenda banauana hao kwa wao. Kwa hiyo ujumbe ambao nasema watoke kwenye barabara, baingie kwenye flow za enemy. Baingie hapa Mikenge, baingie Rugezi, baingie Bigaragara, baingie Kamanyola kule kwenye kuko mzee pale, bote toke pembeni ya raia. Juu batazidisha kuua baraia. Ni watu ambayo hawajifunze. Wazalendo wengi hawajifunze, na wakati mtu ajifunze anaona kutafuta pesa ndio cha maana, anakamata silaha juu raia, kutrakase raia, kukamata vingine. Ujumbe ambao ninatoa, tafadhali wazalendo ambayo wiko wanatiatia makamba zitamaliza watu, watoke waingie kwenye shamba za vita ili tutetelee nchi yetu pamoja. Paske wakati ambao adui akisikia kama mnauana, iko na shangwe sana, iko na furaha sana. Kwa hiyo batoke kwenye tukue tunaangaliana na adui kwa macho. Wakati ambao tunaangaliana na adui macho kwa macho, hata adui naye atajua kama sisi tuko wanaume na tunafanya kazi kama vile tunafanya kazi pamoja. Ili watoke. Ujumbe ambao nasema, wa ndugu zangu wazalendo, kama uko tayari kwa kunisikiliza, kama uko pale kwa kutetea nchi yetu, watoke kwenye mabarabara, watoshe mabariere zenye hazina maana, waingie kwenye flow. Watufuate kwenye flow, tutetelee nchi yetu pamoja, na tujue kama gani ambayo tutakamata nchi fasi zozote ambazo M23 anashika. Tukamate fasi hizo. Wakati ambao watatoka kubarabara na kuingia kwenye ligne de front, najua na hakikisha kama tutafanya kazi ya mzuri. Fizi hakuna enemy, Baraka hakuna enemy, Misisi hakuna enemy, Ekonso. Enemy tunamwangalia Minembwe, tunaangalia enemy, tunamwangalia hapa Mikenge, tukipanda huku ngambo za Kamombo kule Vijabo, hapa vraiment adui iko pale na kuendelea mpaka Bukavu. Kwa hiyo watu watoke tuingizane kwenye flow. Usipokee silaha, usiuze silaha juu ya kuua mwenzako mzalendo. Tafadhali tulikamata silaha, tujue objectif ya kukamata silaha ambazo tuko nazo kwa sasa. Asante bwana Arir, na kutakia mchana mwema. Tukumbushe kuwa mji wa Mikenge ambao unapatikana ndani ya sekta ya Itombwe tarafani Mwenga ulidhibitiwa na wahasi wa Twirwaneho Red Tabara pamoja na M23 tangu mwishoni mwa mwezi April mwaka huu, baada ya wahasi hao kuchukua udhibiti wa mji muhimu wa Minembwe siku chache baada ya kifo cha kiongozi wao Makanika. Na mpaka sasa miji hiyo miwili bado ipo chini ya udhibiti wa wahasi hao. Na moja kwa moja tukijelekeza huko Fizi, ni kwamba sekta ya Mtambala imezindua rasmi siku ya Ijumaa tarehe 24 Oktoba mwaka wa 2025 kazi za ukarabataji wa daraja la Mtambala yanapatikana ndani ya tarafa la Fizi. Kulingana na kiongozi wa sekta ya Mtambala Bwana Esombo Lubunga Gilles, kazi hizi zinafadhiliwa kwa fedha za ndani ya sekta zinazotokana na kodi zinazolipwa na wananchi, pia kwa msaada wa kifedha kutoka kwa mbunge wa taifa mchaguliwa tarafani Fizi, Mheshimiwa Msenyibwa Apele Janvier. Mradi huu ni mfano halisi wa matumizi mazuri ya rasilimali za ndani kwa manufaa ya jamii, alisema Esombo Lubunga.
Kiongozi huyo wa sekta alimshukuru kwa dhati mbunge Msenyibwa Apele Janvier kwa kitendo chake cha kiungwana na cha kijamii chenye lengo la kubadilishana changamoto ya uharibifu mkubwa wa daraja la Mtambala ambalo ilikuwa ni tishio kwa wakahaji wa eneo lake. Tunampa heshima anayostahili, alisema, akiongeza kuwa kazi hizo hazitohusisha daraja pekee bali pia sehemu hatarishi za mto Mtambala kwa kufunga magunia ya mawe ili kuhakikisha usalama wa wapitaji. Mwishoni, Esombo Lubunga Gilles alitoa wito kwa wananchi wa eneo lake kulipa kodi ya sekta kwa wakati ili kuwezesha utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo ya kijamii kama ilivyo kwa daraja la Mtambala na ujenzi wa ofisi ya utawala wa sekta. Ikumbuka kuwa kuharibika kwa daraja la Mtambala lilikuwa limeleta ajali kadhaa hivi karibuni, zikiwemo majeruhi pamoja na vifo miongoni mwa watumiaji wa barabara hiyo. Kinshasa. Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amekanusha tuhuma zilizotolewa na waasi wa AFC M23 dhidi ya jeshi la FARDC kuhusu kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano katika mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na mkoa wa Kivu Kaskazini. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari siku ya Alhamisi tarehe 23 Oktoba mjini Kinshasa, akiwa pamoja na waziri wa mazingira, Muyaya alitaja tuhuma hizo kuwa porojo zisizo na msingi, akisema kuwa lengo lake ni kupotosha maoni ya wananchi wa ndani na ya kimataifa. Kuna upatanisho unaoendelea wenye kanuni wazi. Tunajua ni nani anayevunja makubaliano ya kusitisha vita, nani anayeua huko Goma, Bukavu au Ruchuru, nani anayekandamiza vyombo vya habari. Tuna orodha kamili ya wale wanaobeba dhamana ya mgogoro huu, alisema Muyaya. Afisa huyo wa serikali alisisitiza umuhimu wa kuendelea kuunga mkono juhudi za kidiplomasia, hasa kupitia mfumo wa pamoja wa ufuatiliaji na makubaliano ya kusitisha mapigano uliohapishwa katika vikao vya Washington mwezi Septemba uliopita. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, mazungumzo yaliyokuwa yameanza mjini Doha bado yanaendelea na yanaweza kusaidia katika kuleta utulivu katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambalo linakumbwa na makabiliano ya uvamizi. Serikali ya Kongo imezitaka pande zote mbili kutekeleza kwa uaminifu makubaliano yaliyofikiwa, huku ikirejelea dhamira yake ya dhati ya kuleta amani na usalama katika maeneo yanayodhibitiwa na kuathirika kwa machafuko ya kivita. Na mpaka hapo ndipo tunaweka nukta, mpendwa msikilizaji, katika habari zetu za mchana wa leo. Hivyo nakualika kuwa nasi tena katika habari zetu za jioni ya leo. Hii ni Amani TV Media. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwenye comment usisahau kutuambia unatufuata kutoka nchi gani ili tupate kufahamu ni wapi ambako unatufuata zaidi. Lakini pia unaweza kujiunga nasi kwenye group la WhatsApp ili unapata habari zetu kemkem za kila saa na kila sekunde. Na kuaga kusema bye bye.